tunakusihi kwamba utatupa viongozi wanaotoka kwenye moyo wako, toka ngazi ya chini mpaka juu. Wewe Mungu juaye mioyo, twakusihi. Tumesimama hapa, naomba tuinue mikono yetu. Twakusihi, twakuinulia mikono yetu. Tunaomba tupe viongozi. Wewe unajua moyo wa Tanzania wote waliokubuki. Tunakusihi utuinulie viongozi wanaotoka kwenye moyo wako, madiwani wanaotoka kwenye moyo wako, wabunge wanaotoka kwenye moyo wako, rais anayetoka kwenye moyo wako, makamu wa rais anayetoka kwenye moyo wako, waziri mkuu anayetoka kwenye moyo wako. Tunakusihi. Kanisa la Baptisti Tanzania limefanya ibada maalum ya kuliombea taifa katika siku ya kutambua umuhimu wa kanisa katika jamii, lengo lake ikiwa ni kuhimiza jamii kufanya matendo yaliyo mema ili jamii iweze kuepukana na kutenda dhambi. Katika ibada hiyo ambayo iliongozwa na viongozi wakuu wa kanisa la Baptisti Tanzania, pia wameuombea uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotaraji kufanyika Oktoba mwaka 2025, ukiwahusisha viongozi wa ngazi za juu ikiwemo nafasi ya urais, wabunge pamoja na madiwani. Kwa majina naitwa Askofu Arnold Manase, ni kiongozi mkuu wa kanisa la Baptisti Tanzania. Tumekuwa na ibada hii maalum kwa ajili ya kukumbuka umuhimu wa matendo katika jamii, kanisa na jamii, huduma za kijamii. Kwa kama kanisa tuna wajibu wa kugusa jamii inayotuzunguka kwa mahitaji ya kiroho na kimwili. Na kama kanisa tumekuwa tukijihusisha katika huduma za jamii kama vile afya, maji, elimu na hata kilimo. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu kwetu kwa sababu mwanadamu ameumbwa ana roho na ana mwili. Kwa hiyo tunakumbushana wajibu wa kutekeleza hili katika jamii, ili jamii, lakini pia sisi kama kanisa tukiwa mstari wa mbele kwa kila mmoja wetu kama mtu mmoja, lakini pia kama taasisi. Lakini jambo la pili, tumeelezea umuhimu wa kanisa kusimama imara katika kuendelea kulihubiri neno na kujiepusha katika njia ambazo si sahihi au kuhubiri neno la udanganyifu. Tudumu katika neno la msingi la Mungu. Pamoja na hayo, kuonya pia baadhi ya watu wanaokiuka maadili ya kanisa na pengine vikundi vya watu wanaojaribu kuleta vurugu kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuhamasisha umuhimu wa kuombea nchi, lakini pia umuhimu wa kutunza amani, lakini pia umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi ambao uko mbele yetu. Haya ndiyo mambo ambayo ya msingi tulipokuwa tunatafakari pamoja huduma za kijamii ndani ya kanisa. Mimi naitwa mchungaji Alex Bugeraha, ni katibu mkuu wa kanisa la Wabaptisti Tanzania. Katika tukio la leo na ibada ya leo, tumefurahia sana kukumbuka wajibu wa kanisa katika dunia hii. Mungu alipolianzisha kanisa alitaka lihudumie jamii, mtu mmoja mmoja, kimwili na kiroho, ili kumfanya mtu awe kamili, awe mkamilifu. Na vile vile tumesisitizwa kuiombea nchi yetu, hasa kipindi hiki cha uchaguzi, ili Mungu aweze kutupatia viongozi wanaofaa. Lakini vile vile tumesisitizwa kama sisi viongozi wa kiroho tuweze kufanya kazi ile ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia. Tusiende na uvumi wa dunia, tukatae mabaya na matendo mabaya, tuyakemee. Mahali ambapo kuna uovu tukemee kama viongozi wa kiroho. Mimi kwa jina naitwa Lambert Hassan Junior. Mimi ni meneja wa shule ya Maromboso, kadhalika na miradi ya kanisa Baptisti Arusha. Ni kweli kabisa kwamba kuna baadhi ya taasisi za dini
zinatumia fursa ya shule au miradi mbalimbali ili kukomoa jamii inayozunguka, lakini wito wa kanisa ni kuisaidia jamii. Kwa mfano, unaona shule ya Maromboso kama unavyoiona, kama baba askofu alivyozungumza, mtu anayeuza nyanya, evidence zipo, anauza mchicha, ushahidi upo, anasomesha, analipa kwa mwezi shilingi 20,000, kitu ambacho hakipo kwa shule nyingine. Na hili ni ombi kwa serikali kwamba kuangalia, je, zile taasisi ambazo za kidini zimejitoa katika kusaidia jamii ziangaliwe, kwamba baadhi ya vitu kwamba hii tunafikiri tunaweza tukawaacha, tukawasamehe baadhi ya misamaha ambayo serikali inaweza ikafanya.